Kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda Dodoma kwa kutumia reli ya kisasa SGR, zaidi ya makontena 50 kwa siku yanatarajiwa kuanza kusafirishwa kuanzia Julai mosi 2026. Hali hiyo inalenga kupunguza msongamano wa malori jijini humo na kuongeza ufanisi wa uondoshaji wa mizigo bandarini, ambapo foleni za malori katikati ya jiji zimeendelea kuwa kero kwa watumiaji wa barabara. Mkurugenzi mkuu wa TPA Plasdus Mbosa amesema kuanza kwa huduma hiyo kutasaidia kupunguza utegemezi wa usafirishaji wa mizigo kwa malori. Kwa kupitia SGR, matarajio yetu ni kwamba tutapeleka zaidi ya kontena 50,000, ndio lengo 50,000, kwa sababu kwa sasa hivi kwa mwezi tunahudumia wastani wa kontena 100,000 mpaka 120,000. Ni kiwango kikubwa sana. Huko nyuma tulikuwa tukihudumia kontena 50,000 hadi 60,000 kwa terminal zote mbili kwa mwezi. Sasa hivi tumefikia hizo 100,000. Sasa kwa mji wa Dar es Salaam hauwezi kuenda kontena zote. Nusu zinabaki Dar es Salaam, lakini nusu zinaenda mkoani. Kwa hiyo tumesema kwamba kutokana na foleni tulionayo, basi reli hii tusaidie kusogeza at least mzigo huu wa kontena kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Then clearance ianzie Morogoro kwa wateja wote. Kama wanaenda mikoa ya nyanda za juu kusini huko kuelekea Tunduma, basi watachukua kufika Morogoro, lakini na vile vile mingine itaendelea. Lakini ile inayoendelea tunategemea SGR iende mpaka Bahi, na tayari tunakata hatua za mwisho kuhakikisha kwamba transshipment inafanyika Bahi, yaani kwamba reli ya MGR inapokea mzigo unaoletwa na SGR. Kwa sababu SGR itakuwa ni muda mfupi zaidi, itatusaidia kupunguza ule muda wa lori ambalo linakaa karibia masaa 48 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Sasa hivi itakuwa ni masaa 4, then inaanza safari kuendelea mbele zaidi. Na tutakapohamisha SGR, basi kama tunavyotegemea kwamba itakuwa masaa 7 mpaka Mwanza au 8 mpaka Kigoma, then bandari yetu itakuwa ndio rahisi zaidi kufikika. Itakuwa ni eneo ambalo kama unataka kufika baharini, basi lazima utumie bandari za Tanzania kwa kufanya SGR. Lakini tumesema to take advantage kwa hatua hii ya awali ambayo imekwisha kufikiwa mpaka Morogoro na mpaka Dodoma, kwa kuanza kutumia muunganiko wa reli na bandari. Tumetembelea bandari, tumejionea wenyewe shughuli zinazofanyika pale, utoaji wa mzigo unaofanyika kwa haraka ikilinganishwa na miaka ya nyuma ilivyokuwa. Kwa kweli kuona ni kuamini. Tumeona mitambo mikubwa imeshushwa pale, kwa hiyo tumejifunza kitu kama kamati. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri, kupitia taarifa ambayo tumepewa hapa, kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita 2020, 21, 24, 25, mapato yaliyopatikana kwa huduma ya bandari yameongezeka kutoka bilioni 896.95 mpaka trilioni 2.031 kwa mwaka 2024 na 25. Ongezeko hili ni kubwa. Kwa hiyo waliokuwa wanapinga utendaji wa bandari, nadhani wakikutana na takwimu hizi wataelewa sasa kwamba kuna ongezeko la mapato kwa nchi yetu. Lakini hiyo sio tu. Tukijumlisha pia kuna trilioni 1.314 zilizokusanywa na TPA. Lakini na shilingi bilioni 716 ambazo zimekusanywa na sekta binafsi, ambayo ni sawa na ongezeko la 23.2. Tuhakikishieni, kamati tumeona, endeleeni kutuamini, tumesikia changamoto zenu, na sisi kama wajumbe wa kamati hii, na tunatarajia tutakuwa na taarifa za CAG, tunatarajia tutakuwa na majadiliano bungeni. Changamoto zenu tumezisikia na tutazisemea, kwa sababu lengo ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kupata mapato mengi ambayo yatasaidia kupunguza umasikini kwa Watanzania. Leo mwaka jana mliposimama kuhusu bandari, leo si kile kitu kinaonekana. Hoja imebadilika. Leo changamoto ni foleni. Kawaulizeni wenye malori jinsi wanavyofanya biashara. Kawaulizeni wenye ICD jinsi ambavyo hawana pa kuweka mizigo. Kawaulizeni vijana walioajiriwa kwenye sekta hiyo. Lakini kama tungekubali mwaka jana na mwaka juzi bunge lililopita kusikia zile kelele, pengine leo tusingekuwa hatua hii. Uongozi mzuri wa Dr. Samia umeleta matunda makubwa kwenye bandari yetu. Uliona wapi?
ndani ya miaka mitano tu mzigo unatoka tani milioni 16.2 mpaka 27 ndani ya miaka michache mitatu, kutoka 2021 mpaka 2025.